nataka nizungumze ukweli kwamba baada ya maelekezo yale ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, jana ile niliingia hapa jiji la Mwanza usiku na nilitembea katika mitambo. Nataka niseme TANESCO ni taasisi ya serikali, MWAUWASA ni taasisi ya serikali, wanatakiwa wafanye kazi kwa pamoja. Inapotokea changamoto lazima wakae pamoja, watafute solution ya pamoja. Hakuna mafanikio yanapatikana kwa kulumbana, hayawezi kutokea. Tumekaa pamoja na suluhu imepatikana. Niombe sana Katibu Mkuu wa Wizara ya Maji, nimuombe sana mkurugenzi wa TANESCO, kilichotokea kisijitokeze tena. Maji hayana mbadala, umeme hauna mbadala. Tunapozungumza swala la huduma ya maji ni kwa ajili ya maskini na kwa ajili ya tajiri. Tunapozungumzia swala la umeme, huwezi kupampu maji kama umeme haupo. Tunategemeana. Lazima tutengeneze mazingira ya kufanya kazi kwa pamoja, na huo ndio uelekeo. Tumekubaliana tunafanya kazi pamoja. TANESCO pamoja na wizara yetu ya maji ni watoto wa baba mmoja wa mama mmoja. Kwa hiyo kazi imeanza kufanyika na imani. Kwa kuwa MWAUWASA wamenitaka nije, nipo, sitoi mguu. Maji lazima yapatikane. Nataka niwaambie MWAUWASA, Engineer Neli upo hapa, mkurugenzi. Kwa kuwa mmeniomba nije, mimi nitakuwepo hapa na maji yamepatikana, lakini nataka niwaambie sehemu penye uzembe sitofumbia macho, tachukua hatua. Tukubaliane mapema. Sehemu ambapo naona kabisa hapa upo uzembe, nitachukua hatua, ili tuende wakati mwingine ifikie hatua watu tusioneane haya. Mtu anaharibu, mtu afanyi kazi, bwana huyu mwenzetu sijui nini na nini. Hapana. Mtu unaona afanyi kazi, wapo watu ambao wanaweza wakafanya kazi, watu wapate huduma. Sasa hivi tunatambua kabisa uzalishaji wa maji ni lita zaidi ya milioni 138. Wazi wananchi wakalalamika kiwango hichi. Lakini utaratibu wa wazi, waambieni wananchi wa Meko, Ilemela tapata huduma siku fulani na siku fulani na siku fulani. Inamsaidia mwananchi kujipanga. Wakati mna changamoto au mna miradi mingine ambayo mnaitekeleza, lakini sio mnaamua leo mtoe leo amtoe, haiwezekani ndugu zangu. Sasa mimi nataka tuweke mambo wazi. Nilisema kabisa tutaanza kazi kesho. Leo tulikuwa tunapita tuone hali halisi, nimeiona. Hakuna haja ya kusubiri kesho, tutaanza leo. Niombe tu mkurugenzi wa usambazaji maji kwa wapi? Kama wazi. Meneja usambazaji maji kwa wapi? Na maswali yangu nataka nimuulize, yuko wapi? Nimepewa dhamana hii ya Wizara ya Maji. Moja ya jukumu langu, hatuhitaji ngonjera, ubabaishaji, bla bla maneno. Watu wanachohitaji ni nini? Maji. Nataka niwahakikishie wana Ilemela na wana Nyamagana mtapata huduma ya maji safi na salama. Watanyooka tu. Wanavyotaka twende ndivyo tutakavyokwenda. Hakuna namna. Hapana. Nimefanya kazi, nimepita tangu kule, haipo popote. Acha tufanye kazi. Unataka nifanye kazi? Acha tufanye kazi. Nakwambia nataka nifanye kazi, acha tuanze kufanya kazi. Na niwaombe sana, kesho hamtokuwa na sehemu ambapo mtanipeleka mimi, mtanipeleka sehemu yenye maji. Nitafanya ziara na nitatoa ratiba yangu mimi mwenyewe ambapo mnatakiwa mnipeleke. Kijana bwana, ukizingua tunazinguana tu. Biashara imefanyaje? Meisha. Nataka nikuhakikishie Kafiti, Mheshimiwa Mbunge nipo, na kaka yangu kazi nyingi kaomba nipo. Hii kazi tunaiweza. Tumejipanga vizuri, tutapanga kila sehemu. Zipo taarifa tumezipata. Wakati mwingine mwananchi anataka kuunganishiwa maji miezi 4, miezi 5, babaishaji mwingi, utafika mwisho. Leo anazungumza mzee, unataka kuunganishiwa maji mpaka utoe kidogo dogo, haiwezekani. Nataka niwaambie, ubabaishaji ambao unataka kufanyika umefika mwisho. Na kesho asubuhi kurugenzi andaa kikao cha watendaji wote wa MWAUWASA.
Yapo mambo tunatakiwa tuzungumze, kuna baadhi ya watu lazima watupishe ili tuweze kuijenga mamlaka yetu na watu waweze kupata huduma safi.